Wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania leo wamepatiwa semina kuhusu aina mbalimbali za gesi zinazozalishwa hapa nchini kupitia Wizara ya Nishati yenye lengo la kuwajengea uelewa kuhusu rasilimali hiyo mkoani Dodoma leo. Mfano vya kusambazia maji inafanya. Akizungumza baada ya semina hiyo, mkurugenzi mtendaji wa Shirika la Maendeleo ya Petroli Tanzania TPDC, Musa Makame, amesema semina hiyo imekuwa muhimu kwa wabunge hao kwani sasa wameweza kutambua tofauti ya gesi hizo kwa maana ya gesi asilia yani LNG na gesi ya mitungi yani LPG, pamoja na miradi na mipango mbalimbali ya serikali kuhusu kutumia rasilimali hiyo ambayo awali ilikuwa ikileta mkanganyiko kwa wabunge hao. Wakati wa uwasilishaji wa bajeti ya mwaka ujao wa fedha ya Wizara ya Nishati na taasisi zake, wakati kipindi cha mjadala wa bajeti ile kulitokea mkanganyiko kidogo wa aina mbalimbali za gesi baina ya LPG yani liquefied petroleum gas, LNG, CNG na mengineyo, na vile vile kulionekana kabisa kuna upungufu wa ufahamu katika sekta hii ya gesi. Kwa hiyo Wizara ya Nishati iliomba kwa Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tuweze kupata fursa kidogo ya kufanya semina ili kuongeza uelewa na ufahamu wa sekta hii kwa waheshimiwa wabunge. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Spika kwa kutupa nafasi hii. Tumekamilisha sasa hivi semina yenyewe kuweza kuelezea tofauti, kuweza kuelezea miradi mbalimbali, kuweza kuelezea mipango mbalimbali ya kuwezesha nchi na wananchi kutumia rasilimali yetu ya gesi asilia katika viwanda, kwenye kuzalisha umeme, kwenye vyombo vyetu vya moto yani magari, pikipiki, bajaji na majumbani. Kwa upande wao, wabunge hao wameishukuru wizara hiyo kupitia TPDC kwa semina hiyo na kutoa ushauri kwa serikali kuhusu kuendelea kutoa uelewa kwa wananchi pamoja na kuendelea kutafiti rasilimali hiyo kwa manufaa ya wananchi na taifa kwa ujumla. Mimi nikushukuru mkurugenzi. Nilitaka kufanya hii biashara kama mwaka mmoja uliopita. Na honestly TPDC were very cooperative. Shida tulikuwa NEMKI na Wizara ya Ardhi. Kuna mikwara, mtu anakuja kuweka mkwara, kujua hajui lakini kuwekea mkwara. Kwa ni shida kweli kweli. Mheshimiwa Waziri, jambo lazima serikali mlizungumze. Vitu hivi viwe flexible. Hebu nendeni, msende Marekani kusoma vitu, nendeni India, nendeni Vietnam, nendeni Bangladesh. Mimi nilikwenda pale kwenda kufanya operation na macho, nimeona these things. It's so simple, na gharama kubwa kweli. Lakini it is very ni kitu kidogo lakini mahitaji yake ni makubwa, lakini faida kwa taifa, kwa mazingira na gharama it's huge. Mtajikuta hapa serikali itasave pesa nyingi sana kwenye mafuta, nyingi sana kwenye diesel na nini. Najua kuna vita vikubwa sana, sio kazi ndogo. Maoteo ni kwamba gesi nyingi bado tunayo lakini hatujaigundua, na huenda iko chini zaidi kusogea kwenye mto Ruvuma. Sasa wenzetu wa Msumbiji wao gesi yao nyingi wanatuzidi sasa hivi kwa gesi kwa wingi ya wao waliogundua. Wao wako kwenye province ambayo ni Northeast, Cabo Delgado, kaskazini kabisa. Hiyo province imeshikana na mto Ruvuma. Sasa wameanza kuidevelop na wameuza. Sasa hivi wanataka kuweka hii plant ambayo sisi tunang'ang'ana nayo ya Likongo. Wao wamechukua njia nyingine. Ni kwamba sisi tunayojenga ya kwetu tunataka kuleta gesi kutoka kama kilomita 100-200 kuja nchi kavu. Lakini uamuzi wetu wala sio mbaya. Na hapa ni naibu waziri wa nishati Judith Kapinga akijibu hoja mbalimbali za wabunge katika semina hiyo. Kuhusiana na ushauri wa Profesa Muhongo, ni kweli tumeupokea. Sasa kuhusiana na ile teknolojia ya floating LNG. Floating LNG ni teknolojia nzuri sana.
na uwaga inatumika mahususi kwa maeneo ambayo yana deposit ndogo. Kwa sisi ambavyo tulivyo, kwa mfano Msumbiji wameanza na eneo dogo na wanatumia karibia 3 MTPA, metric tons per annum. Sasa kwa sisi namna ambavyo mradi wetu ulivyo, deposit ni kubwa, takriban tutakuwa tuna 15 MTPA, lakini vile vile sasa ukitumia floating LNG ina maana inakuja na fabricated materials already. Lakini sasa kwa teknolojia ambayo sisi tunatumia kwa sisi, ina maana tunaenda kuempower wananchi kwa maana ya kuongeza tija kwenye kazi, kwa sababu ule mradi sasa unakuwa una manufaa zaidi kuliko kutumia hiyo. Lakini sasa kwa namna ya deposit ambayo tunayo na kwa namna ya tija kwa wananchi, kidogo kwenye kutumia floating LNG inakuwa kidogo haifanani na aina ya mradi ambayo sisi tunao. Lakini kwenye swala la utafutaji kwenye bonde la mto Ruvuma amezungumzia vizuri sana Makame, na kwa namna ambavyo jiografia ilivyo ya maeneo yote miwili, sisi tunapata comfort kwamba tutakuwa tuna uwezo wa kutofautisha, kwa sababu kwa jiografia ilivyo kati ya sisi na wao kule kwenye miamba kuna nafasi kubwa sana kule chini kwenye miamba. Kwa hiyo obvious unaweza ukatofautisha deposit kati ya maeneo haya mawili, lakini nakubaliana kwenye swala la utafutaji na uendelezaji kwa maana ya kuleta tija mapema na manufaa kwa taifa letu. Kutoka Dodoma, mimi ni Fadhili Akida na hii ni Daily News Digital.